Habari gani mpendwa mtazamaji, na kukaribisha katika siku nyingine ambapo tuna somo zuri linalosema Yesu ni wa tofauti. Hivyo na kualika uendelee kutufuatilia mwanzo hadi mwisho wa somo letu hili. Na hapa studio nipo na walimu wenzangu ambao tutakujuza yaliyo mengi katika somo hili. Hivyo nikualike uendelee kuwa nasi, na kabla tujaanza nimwalike mwalimu Anoda aweze kutubariki kwa ombi. Karibu. Tuombe. Uhimidiwe Yesu Kristo, jina lako ni kuu sana. Wakati huu tunakualika tutafakarishe ili na wanaotusikiliza wakakuelewe wewe ni nani hasa katika maisha yetu. Katika jina lako tukufu naomba na kuamini, amina. Katika majuma yaliyopita tumejifunza juu ya imani nyingi na imani tofauti, juu ya Wabudha, Wahindu, lakini pia na Waislamu. Hivyo katika juma hili tutakwenda kuchunguza na kuangalia kati ya waasisi wote hao ambao wameasisi dini hizo wanakuwaje tofauti na huyu Yesu Kristo ambaye tunamwamini katika siku ya leo. Na nimwalike mwalimu Masala aweze kutusaidia juu ya hili utofauti wa Yesu Kristo pamoja na waasisi wale wengine. Tuseme leo tumewaweka meza moja, waweze kuzungumza kila mtu juu ya kile anachokiamini na yeye ni nani katika nafasi ipi. Karibu sana. Asante, na tumai kwamba kila katika meza sisi wote wa dini kuwepo. Wakati ukiwepo unatamani kuwepo, utafakari mambo hayo yangezungumzwa na ungeyasikia katika meza hiyo. Budha angekuja akielezea jinsi ambavyo wokovu hupatikana kwa jitihada binafsi za mtu mwenyewe. Lakini wakati ukiwa unasikiliza habari nzuri ya Budha ambavyo yeye wanapata wokovu kwa jitihada, ungeshangazwa pia na hadithi ya Muhammad ambaye yeye anaelezea kwamba watu tunapata wokovu kwa kushika nguzo 5 za Uislamu bila ambavyo tunazifahamu. Wiki iliyopita elezea, lakini ukiwa unasikiliza hizi nguzo 5 za Uislamu utashangaa kwamba kuna ya Mungu Krishna ambaye yeye anaelezea jinsi ambavyo wokovu unapatikana kwa mzunguko, kuzaliwa na kufa mpaka hatima ya matendo yale iweze kulipwa. Sasa wakati ukiwa umetekewa kwa jinsi ambavyo unaona kwamba mzunguko wa maisha unaendelea, mtu anazaliwa, anakufa, tunasubiria hatima ya matendo kulipwa, utashangaa kwamba kuna mmoja ambaye anakuja na akidai na kusema kwamba yeye ni njia ambayo Muhammad yeye alikuja kuitafuta, yani alikuja kuleta njia ya uzima, lakini Yesu anasema kwamba yeye ndiye njia. Lakini wakati unasikiliza kwa habari ya yeye kwamba ndiye njia, kuna mtu ambaye ni Gautama ambaye yeye alikuja kutafuta nuru ya kiroho. Halafu Yesu anakuja na kuambia mimi ndiye nuru, na anasema kwamba nilipo ulimwenguni mimi ni nuru. Hiyo katika Yohana 8:12 utaipata. Lakini haishii tu hapo. Anaenda mbali zaidi, kwa sababu katika Uhindu tunaamini kwamba kuna ule mzunguko wa watu kufa, nazaliwa mpaka tupate matendo yale yaliyotendwa ya zamani yaweze kulipwa. Yesu anasema yeye anasamehe. Kwa hiyo mimi kama nilitenda dhambi zangu Yesu ananisamehe. Kwa hiyo ukiwa katika hii meza una wajibu sasa wa wewe kufikiria kwamba utamsikiliza nani kati ya hawa watatu ambaye yeye amekuja kutafuta njia. Kuna mmoja amekuja kutafuta njia ya uzima, alafu kuna mwingine anatafuta nuru ambaye yeye alijitenga na watu, Gautama kwa Ubudha. Lakini pia kuna mwingine ambaye yeye anadai kwamba tuna maisha ni mzunguko wa kufa, kuzaliwa mpaka tulipate kulipa. Alafu Yesu yeye anasema yeye katika hayo yote yeye ndiye. Sasa unaweza ukachagua kwamba utamchagua ya nani, yeye ndiye au wala ambao wanasema watakuja kumtafuta ambaye ndiye. Asante. Na nashukuru sana mwalimu Masala kwa nyongeza hiyo nzuri ambayo imetupatia changamoto. Na ndugu mtazamaji, naamini unaendelea kuelewa kwa uzuri ya Yesu angekuuliza ungemchagua nani katika meza hile, nafikiria kwamba tungemchagua ambaye anasema yeye ndiye Mungu, kwa sababu wengine wote wanamtetea Mungu fulani, si ndio, kutokana na nadharia, lakini Yesu anakuja na ujumbe ya kwamba yeye ndiye Mungu na anajibu maswali ya watu wote ambao walikuwa wakitetea hiyo imani. Na nije kwako Madam Anoda, ni vitu gani ambavyo kimsingi vinaweza kutusaidia sisi kumtofautisha
huyu Yesu pamoja na viongozi wengine ama waasisi wengine wa dini nyingi mbalimbali duniani. Karibu sana. Asante sana mwalimu. Yesu tunatisha kwa sababu Kristo Yesu maisha yetu zote yanategemea, lakini tukiweza wakaishi hata kama mitume wao wasipokuwepo. Kwa hiyo sisi tunaishi kwa sababu Kristo yupo, ndio maana tunajivunia kuitwa Wakristo. Hiyo ndio sababu mojawapo ambayo inatutofautisha sana na dini zingine. Katika kile kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6 ambapo anasema Yesu yeye ndiye njia ya kweli na uzima, mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa njia yake. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya kwanza ambayo inamtofautisha Yesu manabii wengine. Lakini pia Yesu alikuwa ni mwanadamu 100% na ni Mungu. Angalia kama Muhammad walikuwa ni tu katika asili ya ubinadamu, lakini Yesu tunaona yeye ni Mungu halisi aliyekuja duniani kwa mfano wa ubinadamu. Na ukisoma kile kitabu cha Wakolosai 2:9 inasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Hiyo ni sababu ya pili ambayo inamtofautisha Yesu na manabii wengine. Lakini pia maandiko yanaunga mkono kuhusu Yesu. Utabiri katika kitabu kile cha Danieli sura ya 9 na ule mstari wa 24 na kuendelea, ukisoma pale inaelezea jinsi Danieli alivyoona mwana kondoo anayekuja kwa mpatanishi katika ulimwengu huu uliokithiri dhambi. Lakini pia tunaona hata katika Mika 2 ule mstari wa 5 inaelezea jinsi Yesu anavyokuja kuzaliwa Bethlehem. Lakini kingine, Yesu anabadilisha mioyo. Ukimkubali Yesu ndani ya moyo wako, utakuwa mpole, mnyenyekevu, na yale matendo ya asili ya uovu yanaondoka. Hilo pia linalomtofautisha Yesu na manabii wengine. Lakini pia Yesu anaponya nafsi zetu tunapomkubali. Kwa hiyo hayo yote yatusaidie kuelewa ya kwamba Yesu uti na manabii wengine. Asante sana. Nashukuru sana Mwalimu Anoda, na tamani nitoe changamoto kwa ndugu mtazamaji uweze tu kufikiria ya kwamba je, huyu Yesu katika maisha yako anakuwaje wa tofauti na vile ambavyo unakuwa ukiviamini. Mwalimu Anoda amejaribu kutupatia baadhi ya vitu ambavyo kimsingi vinamtofautisha Yesu pamoja na wale wengine. Tukiangalia kina Muhammad, kina Gautama na wengine wengi ambao wametajwa hapo na walimu wenzangu, wameweza kuelezewa ya kwamba wao katika dini yao hata usipowahusisha kwa namna fulani hivi hawawezi wakalibeba jina la dini. Lakini leo kuna watu wanaitwa Wakristo, si ndio? Ikimaanisha ya kwamba wamelibeba jina la aliye nani? Aliye Kristo, yani wafuasi ambao wanamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hivyo na kupendekezea tu uendelee kumtafuta huyu Yesu, na amini ya kwamba ataweza kubadilisha maisha yako. Nije sasa kwa Madam Jennifer uweze kutusaidia. Wakati fulani huwa tunatumia Biblia lakini tunatumia Qur'ani. Tunaweza tukakutana na watu ambao ni Muislamu, mimi ni Mkristo, kwa wakati fulani akasema sasa huenda unachokiamini katika Biblia na mimi ninachokiamini katika Qur'ani haviwezi kuwa sawa. Tunaweza tukatumia njia nyingine zipi za kihistoria ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kuweza kumtangaza huyu Yesu kwa wasioamini? Karibu sana. Asante sana. Kuna wanahistoria ambao wametoa historia thabiti juu kwa Yesu, tendo ambayo yetenda wakati yupo hapa duniani. Nitawataja baadhi ya wanahistoria na kila ambacho alieleza. Tastus. Huyu alikuwa ni mwanahistoria wa Kirumi ambaye alielezea kwamba kwa mwendesha mashtaka ambaye alikuwa ni Pontio Pilato, wananchi pamoja na Wakristo walishiriki kumwadhibu Yesu na kupitisha katika hali ya mateso. Hivyo aliweza kuthibitisha uwepo wa Yesu na kwamba alipitia mateso na hata kufa pia. Lakini kuna Pliny the Young ambaye yeye alielezea kuwa alikuwa na desturi
kuteua siku maalum kwa kila juma kwa na maombi wakimwabudu huyu Yesu, na walikuwa na heshima na kutaja maneno ambayo ni mazuri wakati wa ibada hiyo. Lakini kuna Suetonius ambaye yeye alimwelezea mfalme Claudius ambaye alikuwa akiwafukuza Wayahudi kwa kosa la kwamba walikuwa akieneza habari ambazo zilileta vurugu juu ya Yesu, na hivyo walisababisha kuwepo na vurugu na kutoelewana katika mji ambao alikuwa akiutawala, na hivyo alianza kuwafukuza Wayahudi. Lakini mwanahistoria wa 4 ni kitabu cha sheria cha maadili cha Kiyahudi ambacho kimeandika kwamba katika siku ya Pasaka na wakati wa siku ya Pasaka Yesu aliweza kushtakiwa na aliweza kupigwa kwa mawe kwa shtaka la kwamba alikuwa akifundisha akitumia uchawi kwa ajili ya kuwavuta watu wengine na kuwatoa katika msingi wa imani. Hivyo nao wameweza kudhibitisha uwepo wa Yesu ambaye alikuwa Lakini mwanahistoria mwingine ni Mara ambaye alieleza kwamba Wayahudi waliipata kwa kumwadhibu mfalme wao wenyewe, na mara tu baada ya hayo ufalme wao ukakombolewa. Na Tharus ambaye ni mwana aliweza kuthibitisha kwamba wakati Yesu akithurubishwa, basi jua liliweza kutiwa giza, na huko kupatwa kwa jua kulikuwa ni wakati ambapo Yesu akiwa pale msalabani. Hivyo hawa na historia wanatoa uthibitisho wa uwepo wa Yesu na yale ambayo aliyatenda wakati wake. Nashukuru sana Madam Jennifer kwa kutufafanulia. Hao ni wanahistoria ambao kimsingi hawamwamini Mungu, lakini wamethibitisha juu ya uungu wa Yesu Kristo na nafasi yake hapa duniani. Sasa twende kwenye Biblia. Inaeleza nini juu ya hivi vitu? Na katika wiki hii tutakuwa katika kitabu kile cha Yohana 14 kuanzia sura ile mstari ule wa 5 hadi wa 11. Na ninatamani Madam Jennifer atupitishe hapo kwenye kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 6. Karibu sana. Yohana 14 mstari wa 6 inasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Naam, huyo ni Yesu ambaye alikuwa akizungumza hapo, akijibizana pamoja na wanafunzi wake. Wanamuuliza Yesu, tutamuonaje Baba? Na Yesu anawaambia, kama mmeniona mimi basi hata Baba mmefanya nini? Mmemuona, kwa sababu hauwezi kufika kwa Baba ila kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hivyo kama haumwamini Yesu Kristo wala hauamini kile ambacho anatufundisha hivi leo, inamaanisha ya kwamba wewe hautamani kufika kwa Mungu Baba ambaye tunamtarajia kuja kukomboa ulimwengu wetu huu. Na sasa nije kwako Madam Jonia. Wakati fulani kwa tukisikiliza juu ya habari za visa vya Yesu, juu ya habari za kina Gautama na wengine wengi, tunatamani kuelewa kisa cha kusisimua kutoka kwa Yesu Kristo ambaye alitabiriwa hapo kale. Wengi wanaamini kwamba alianzia kwenye Agano Jipya, lakini Biblia inaonyesha kumbe hata Agano la Kale alikuwepo na ametabiriwa. Unaweza ukatusaidia kidogo kwenye hiki kisa cha kusisimua? Karibu sana. Pendo simuli sisi ukisimu Luka sura ya 10, Yesu anajaribu kuambia watu katika mkusanyiko, anaambia manabii na wafalme walitamani kuyaona yale ambayo mnayaona lakini hawakuyaona, lakini wengine walitamani kuyasikia yale ambayo mmeyasikia lakini hawakuyasikia. Hii kauli inakuja hata kwetu leo. Ilikuwepo kwa wale kwamba maelfu walitamani kuona ahadi iliyoahidiwa kwamba kuna mfalme au masihi atakuja ambaye atakuwa ni dhabihu kwa dhambi ya ulimwengu, ambaye atakuwa ni sadaka kwa dhambi ya ulimwengu. Lakini wengi waliishi katika tumaini hilo, lakini wengi walikufa bila kumuona. Kwa hivyo bila kumuona, lakini bila kujua kwamba
mwangaza au nuru kwamba Masihi atakuja ilikuwa ikionyeshwa tangu mwanzo ya ulimwengu, ambapo baada tu ya mwanadamu wa kwanza kuwa ametenda dhambi, Mungu anaonyesha ishara ya kwanza, ambapo anamwambia Adamu, na uzao wa tumbo lako utamponda nyoka kisigino, ikiwa ni ishara ya kwamba uzao wa mwanadamu ambao Yesu alizaliwa na mwanadamu utamponda nyoka kisigino, kwamba nyoka akiashiria shetani atakuwa ameshindwa na mauti pamoja na dhambi vitakuwa vimefanyaje? Vimeshinda. Hiyo ni vimeshindwa. Hiyo ni mfano wa kwanza au kiashiria cha kwanza. Lakini mfano wa pili tunauona katika kisa cha Ibrahim katika kitabu cha Mwanzo 22. Inaonyesha mwanakondoo aliyenaswa katika kichaka ambaye alichukua nafasi ya Isaka. Isaka alikuwa atolewe sadaka. Isaka mwana wa Ibrahim alikuwa atolewe sadaka kama dhabihu mbele za Mungu. Lakini huyu kondoo aliyekuwa amenaswa katika kichaka anachukua nafasi au anachukua stahiki ya Isaka, yeye kuwa dhabihu badala ya Isaka. Inaonyesha udhihirisho kwamba Yesu Kristo alikuwa amechukua dhambi yetu, amechukua adhabu yetu ya mauti na kuitoa yeye, akatoa kile ambacho tulistahiki tukawa na uzima. Lakini katika kitabu cha ambapo tunaona ngazi, malaika wakipanda na kushuka. Hapo tunaona daraja kwamba Yesu ni daraja kati ya sisi wanadamu na Mungu. Yesu amefanyika. Pia katika kitabu cha Hesabu 21:8 tunaona mfano mwingine ambapo Mungu anamwambia Musa, tengeneza shaba ukamuinue juu ya mti, hapo kila atakayemwangalia atapona. Huu ni mfano mwingine ambao Mungu alijaribu kuonesha kwamba kuna mkombozi anakuja, hapo ni Yesu alitundikwa msalabani, mfano wa yule nyoka wa shaba alivyotundikwa msalabani, ili kila atakayemtazama aweze kupata nini? Uzima na okolewe dhidi ya nini? Dhidi ya mauti. Kwa hiyo ni mifano ambayo Mungu amejaribu kuidhihirisha katika maisha yetu, lakini katika maisha ya wale waliomtumainia hapo mwanzo, kwamba ukombozi baada ya mwanadamu kuanguka ulikuwa ni nini? Ni mpango wa Mungu. Naam, nashukuru sana. Nikisalia kwako Madam Jonia, huenda ndugu mtazamaji amekwisha kumfahamu sasa huyu Yesu. Unampendekezea kitu gani ambacho atakipata pale atakapomwamini Yesu? Nimeshafahamu kweli Yesu ni Mungu. Je, ni nini nifanye sasa ili kusudi niweze kuwa na Yesu huyu, lakini pia niweze kurithi uzima wa milele? Kitu ambacho nampendekezea sisi hapa kwamba tumwamini huyu Yesu ambaye tumekwisha mzunguka kutoka katika pengele, tumwamini sababu katika kipengele cha siku ambayo tulikuwa tunazungumzia Ubudha tulisema yeye ana ile imani, lakini leo pia tumeona yeye ni Mungu pamoja. Kwa hivyo tunapata tumaini kwamba yeye si tu Mungu aliyeko mbali, pamoja na kila hatua. Tunapomwamini tuvusha katika hatua zote, tunapotaka kukua kiroho zote, yeye ni Mungu aliyeko pamoja na. Kwa kitu cha kumshauri na kushauriana hapa ni kumwamini huyu Yesu aliyekufa kwa tumaini upendo wake na rehema zake, lakini pia kufuata maagizo yake ili tuweze kwenda maagizo yake. Nashukuru sana. Yesu ni wa tofauti, na walimu wamechangia kwa uzuri kabisa ya kwamba huyu Yesu anakuwa ni tofauti na waasisi wengi wa kidini, na imeonyeshwa ya kwamba katika Biblia alikuwepo tangu zamani na uwepo wake katika maisha yetu unakuwa ni wa pekee sana. Ndiyo maana Madam Jonia amekupendekezea katika siku ya leo ya kwamba uweze kumwamini huyu Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu ndiye aliyekabidhiwa mamlaka ya kuja kukomboa ulimwengu huu tuliopo. Nikija kwako Mwalimu Masala, na tumaini ya kwamba wakati fulani Waislamu na baadhi ya watu ambao tumewahi kukutana nao katika habari ya utume wamekuwa wakisema tu Yesu ni kama kiongozi ama kama nabii ama kama mwalimu. Kama cha ziada cha kutuongezea ni kitu gani tunaposema je, Yesu anaweza kuwa zaidi ya mwalimu, anaweza kuwa zaidi ya nabii? Tumepata sifa ya kuwa kama Mungu. Karibu sana. Asante sana. Ya kwamba Yesu amefanya mambo makubwa ikiwemo kuwa kwamba yeye ni nuru, kama ambavyo nimekuambia awali
Yohana 8:12 ambayo inasema kwamba yeye ni njia, Yohana 14:6, lakini pia anasema yeye anatoa msamaha ili kuelezea masuala hayo. Lakini kuna kimoja cha ziada na ambacho ni kizuri zaidi, ambacho katika Mathayo 11:28 ukisoma anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo," anasema, "nami nitawapumzisha." Sasa Yesu anakuwa wote zaidi na anakuwa zaidi ya mwalimu na kiongozi, kwa sababu anasema yeye, na kiongozi yoyote yuko tayari kubeba mizigo ya watu wake ambao, na viongozi wengine wote ambao tunaona katika dini hizi zote, hakuna ambaye aliyedai kwamba anaweza kubeba mizigo. Wote wanasema tu anakuja kuleta njia na nini, lakini Yesu anasema oni, hata kama unabeba mizigo kiasi gani, yeye anatoa pumziko. Pendekezea la rafiki yangu kwamba uje kwa Yesu, anatoa pumziko la ambayo anakusumbua. Asante. Nashukuru sana kwa ufafanuzi wako mzuri ambao wakati fulani umemvutia ndugu mtazamaji, ya kwamba Kristo anatupatia kumbe pumziko na anatupatia amani. Wengine wamekuwa wakituambia matendo yetu, tufanye jitihada za kimatendo tupate msamaha na kuweza kupata kibali mbele za Mungu. Lakini Yesu anatuita jinsi tulivyo na mizigo na dhambi ambazo tumekuwa tukifanya. Lakini pia wakati fulani unaweza ukajiona ni mkosaji sana, lakini katika siku ya leo tunakupendekezea kwamba Yesu anakuchukua jinsi ulivyo. Kwa hiyo karibu kwa Yesu na uweze kumwamini yeye. Nije kwako Madam Anoda, utusaidie kwa namna fulani. Kumekuwa na kauli ambayo inasema dini zote ni sawa, lakini katika kujifunza kwetu juu ya lesoni ya Bobea Andikoni, tumeona ya kwamba kuna imani tofauti. Je, kauli hii inaweza kuwa ya kweli ya kwamba dini zote ni sawa kwa sababu tunamwamini Mungu mmoja ambaye ni Mungu wa mbinguni? Karibu sana. Asante sana mwalimu. Sema ya kwamba dini zote ni sawa sio sahihi, sababu tunaona ya kwamba Ukristo ngao yetu ni Kristo. Uislamu wanamwamini Mtume Muhammad, na wengine wa Buddha wanaamini katika mafundisho ya huyu bwana Gautama. Kwa hiyo ni kuambia hivi mpenzi mtazamaji kwamba hakuna usawa katika dini. Naona sisi tunaomwamini Kristo tunajengwa katika misingi ya Kikristo. Imani yetu inakuwa kwa Kristo. Lakini ukiona katika misingi ya Uislamu tumeambiwa kwamba wana misingi mitano ambayo ni hii hapa. Anasema kwamba ni kufunga, msingi wa kwanza, kwenda hija, kutoa sadaka, kusali na kukiri kwamba Muhammad ni nabii wa mwisho. Je, unavyoona ni kwamba kuna ufanano? Kwa hiyo hakuna usawa wote katika dini. Kwa hiyo chagua kilicho sahihi. Sisi leo tunapata fundisho, tuchague kilicho sahihi zaidi ambacho ni kumfuata Kristo Yesu ambaye anasema mimi ndio njia ya kweli na uzima, na mtu hawezi kumuona Baba isipokuwa ni kwa njia ya Kristo. Nashukuru sana Mwalimu Anoda kwa kutofanulia vizuri. Bado tupo kwenye meza ya uchambuzi. Tupo pamoja na Yesu Kristo, lakini pia tupo pamoja na Muhammad, tupo pamoja na watu wa Buddha kina Gautama. Tuko hapo na tunajaribu kuchambua ni upi anayeweza kuwa mwalimu mwema ambaye tunaweza tukatembea naye na kumwamini katika maisha yetu yote. Naamini walimu wameelezea kwa uzuri. Nije kwako Madam Jennifer, umetuambia juu ya kutumia historia katika utume. Je, historia inaweza ikawa na umuhimu gani kwangu mimi leo na kwa mtazamaji pia, ya historia katika kuitetea imani inaweza ikamsaidia kuwafikia wengi? Karibu sana. Asante sana. Kupitia historia tunaweza kutambua ni wapi tulikotoka, lakini ni wapi tunakoelekea. Na hivyo nipende kupendekezea pia unayesikiliza kutazama hili somo kwamba kupitia historia unaweza kutambua msingi wa imani yako. Lakini kupitia historia pia unaweza kutambua nini kilicho, yani chanzo cha kile unachokiamini. Tumeona kwa habari ya Buddha, kupitia kutafakari kwa kina ndipo na watu wengine wakavutwa katika imani hiyo na sasa wanaabudu. Hivyo ya kupasa kama Mkristo na ya kupasa kama mtu unaye imani fulani, basi
tafuta kujua historia yake, lakini ujue pia mwelekeo wa hiyo historia ni nini. Lakini mwisho wa siku, kupitia historia tunaweza kupata uthabiti wa kila ambacho tunakiamini. Na hivyo ndugu, chagua kujua na kujifunza historia ya kile ambacho unakiamini, kama sisi ambavyo tunamwamini Kristo. Na hivyo kupitia wana historia mbalimbali tumeweza kupata uthabiti wa yeye kuwepo pia. Tanukuu hapa mwana historia anaitwa Ruthien Samsota, ambaye anasema kwamba Wakristo unaowajua wanamwabudu mtu hadi leo, mtu mashuhuri aliyewaletea desturi zao mpya, na alisulubiwa kwa sababu ya hiyo. Hivyo huyu ni mwanahistoria, huenda pengine amwamini Kristo, lakini anatoa ushahidi kwamba tunamwabudu Kristo hadi leo. Na hivyo ni jambo jema na la kutia moyo kwamba unapokuwa unajua kwamba unapokuwa unatambua historia ya kile unachokiamini na nini mwelekeo hata wa baada ya maisha ya hapa duniani. Nashukuru sana kwa nyongeza yako nzuri, na ni matumaini yangu kwamba ndugu mtazamaji umebarikiwa sana na somo hili ambalo tulikuwa tukichambua katika meza moja tuliyokuwa na Yesu Kristo na waasisi mbalimbali wa dini mbalimbali, na natumaini ya kwamba umeweza kuelewa kwa uzuri ya kwamba Yesu ni wa tofauti. Na kwa namna gani Yesu anakuwa ni wa tofauti tumejifunza na tukaona vitu vingi vya msingi katika somo la siku ya leo. Hivyo nikupendekezee tu uweze kumchagua Yesu kama rafiki yako katika maisha yako. Nikualike na niendelee kukualika zaidi na zaidi katika masomo mengine mengi mazuri ambayo tunaendelea kuyatuma katika chaneli yetu hii. Lakini kabla hatujamaliza, na tamani nikupitishe kwa haraka ambapo tumejifunza katika vitu vichache. Tumeona ya kwamba Yesu anakuwa tofauti na watu wengine, kama ambavyo nimekwisha kuzungumza kwamba Yesu anakuwa tofauti na walimu wamechangia kwa uzuri. Lakini maisha mengi ya Yesu yaliandikwa katika karne nyingi zilizopita. Tumeona ametabiriwa katika kitabu cha Danieli 9, miisho ya majuma 70 ndipo Yesu anakuja kuzaliwa kule Bethlehem kama kitabu cha Mika kinavyoelezea. Hivyo basi inaonyesha dhahiri ya kwamba Yesu Kristo alitabiriwa kuja ulimwenguni. Lakini pia ukiangalia waasisi mbalimbali, ukiangalia hata katika mafundisho ya Kibudha na mafundisho ya Kiislamu, hawakutabiriwa kutokea, lakini baada ya kutokea ndipo dini zao zikaanza, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukaona Yesu jinsi gani anavyokuwa tofauti. Na kitu kingine tuliangalia juu ya hata waandishi wasio wa Kikristo wamethibitisha juu ya uwepo wa huyu Yesu Kristo. Hilo ndio lilokuwa somo letu, ya kwamba Yesu ni wa tofauti. Hivyo ni kualike zaidi na zaidi uweze kubarikiwa katika masomo mengine mazuri. Hivyo usikose kuwa nasi, na tunapoelekea katika mwisho ni mualike Madam Jonia aweze kutubariki kwa ombi. Ombe. Baba wa mbinguni, sana ya leo tofauti tulizo jana, pia moyo tuongoze katika wewe na Yesu mwanao uliyemtuma kuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tusaidie kuishi sawa na mapenzi yako ili tukafae kuurithi ufalme wako. Asante Yesu kwa kuwa unatusikia. Tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment pamoja na kushare. Nikualike kwa wakati mwingine. Mungu akubariki.